Wapinzani tulionao kwenye nchi yetu ni wagaigai, sio viongozi. Ni wababaishaji, ni walagai, ni matapeli wa kisiasa. Ndugu zangu, cheo ni dhamana, ni wigo, ni njia inayomfanya kiongozi kuwafikia watu. Kumbe kabla hujawa na cheo unapaswa kwanza uwe na dhana ya uongozi ndani yako. Ukishakuwa kiongozi, cheo kitakusaidia uwafikie watu wengi zaidi kwa ile karama na tunu ya uongozi iliyoko ndani yako. Na ndio maana ukiwa na cheo kama hauna dhana ya uongozi, hauna talanta, hauna tunu, hauna kipawa cha uongozi ndani yako, unabadilika. Hauwezi kuwa kiongozi, unakuwa mgaigai, unakuwa mbabaishaji, unakuwa dalali wa kisiasa. Upinzani tulio nao ni upinzani wa madalali na vibaraka vya watu wote. Lazima hili leo niwaambie. Na ni kwa nini? Kwa sababu hawajajipambanua kuwa viongozi kwenye taifa letu. Moja ya dhana kubwa ya kiongozi yoyote, jambo la kwanza kwake ni kujiuliza, napaswa kuwafanyia nini hawa ninawaongoza? Lakini kabla sijawafanyia ambacho wao wanafikiri ni sahihi kwao hawa ninawaongoza, nitahakikisha nalinda na kutetea maslahi ya wengi kabla ya maslahi yangu. Je, leo naomba niulize ndugu wanazuoni, no election, no reforms ni ajenda ya nyinyi wote? Ni ajenda yenu nyinyi wote? Kama sio ajenda yenu nyinyi wote, maana yake ni ajenda ya watu wachache. Maana yake hawakuanza kujiuliza kwamba kabla mimi sijatekeleza hatima yangu na wafanyia nini au hawa walionituma maslahi yao ni hapa. Ni kwa sababu tu ya kukosa dhana ya uongozi, na ndio maana wamekuwa wakihamasisha maandamano. Ni kwa sababu tu ya kukosa dhana ya uongozi, na ndio maana wamekuwa wakibega kila siku. Ni kwa sababu tu ya kukosa dhana ya uongozi, na ndio maana wao kazi yao kubwa imekuwa kukosoa na kuzodoa na sio kusema ukweli. Ni kwa sababu tu ya kukosa dhana ya uongozi, na ndio maana wameshindwa kuiunganisha na kushauri. Kiongozi ni yule anayeanza kwa kushauri. Ni kwa sababu wamekosa dhana ya uongozi, na ndio maana kila siku wao wamekuwa ni watu wa kutamani kufarakanisha. Ni kwa sababu tu wamekosa dhana ya uongozi, na ndio maana kila siku wao wamekuwa na ajenda za ubaraka wa watu weupe. Hii ni kwa sababu tu ya kukosa uongozi. Uongozi oye! Kwa hiyo tunalo deni kama vijana wa Tanzania, ni kubali. Lazima tukubali kujiandaa kuwa viongozi. Na wako viongozi wa aina mbili. Wako viongozi wanaozaliwa na karama ya uongozi, na wako viongozi wanaotengenezwa. Ukiona unatamani kuwatumikia watu na wewe sio kiongozi kwa karama, basi jitengeneze kuwa kiongozi. Uongozi oye! Kwa hiyo kwa umoja na kauli moja, umoja wa vijana wa CCM mkoa wa Mbeya unakataa hawa mabaishaji, walagai, madaraka na madarali wa kisiasa kutoka vyama pinzani. Na hili leo nafikiri litawafikia. Kama wao hawaoni, sisi tutatafuta dawa itakayowasaidia wao kuona. Kama miwani haitamtosha, ipo dawa yake ya yeye kumfanya aone. CCM oye! Sasa hivi wanazunguka na kisera chao, eti no reform, no election. Jamani, tukulizi si mwanasiasa? Si mwanasiasa yule wa taaluma? Kwani chombo kinachoshughulika na utunzi wa sheria ni nini? Si bunge? Si bunge? Ukiona mtu anaanza kudai mabadiliko ya uendeshaji wa ligi wakati timu zinaingia uwanjani, ujue ya kujipanga kwenye mazoezi. Yaani tuko uwanjani tunaingia, unawaambia TFF badilisheni bwana, kanuni iwe hivi, tusicheze dakika 90, tucheze 80. Haiwezekani.
hiyo ajenda baadaye.